habari motomoto na zenye uchunguzi wa kina. Sikiliza Radio Umoja. Radio Umoja ni sauti ya mwananchi. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji popote pale ulipo ukiwa mzima wa afya. Radio Umoja na kutangazia kunako mita bendi ya 96.0 FM tukitoka mjini Baraka jimboni Kivu Kusini. Ni muda mzuri kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni vichwa vya habari za zile ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Baada ya janga lililotokea usiku wa siku ya Alhamisi kuamkia siku ya Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa 5 2025 huko kijijini Asaba, kijiji kinachopatikana ndani ya groupment ya Babungwe Sud, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Mpaka kwa sasa hakuna mwili wowote ule mwingine bila uhai ambao umekwisha kuogotwa. Kutokana na ukosefu wa usalama mjini Uvira jimboni Kivu Kusini, vuguvugu la wananchi machozi ya raia inaomba kwa viongozi wa usikao na doria kuianzisha mbele ya wakati, na hiyo ni kutokana na kubadilika kwa kazi zinazofanywa na wahalifu. Na kwa habari za elimu ni kusema kwamba kwa sababu ya kutokulipwa kwa mishahara yao ya miezi mitatu, walimu wa jimbo la elimu la Kivu Kusini ya pili wameamua kuketi mbele ya mlango wa ofisi wa shirika ya Caritas tangu siku ya 3 ya tarehe 14 mwezi wa 5 2025. Mpenzi msikilizaji, kunayo na mengine mengi, endelea kwa pamoja nasi. Mimi ni Ahmed Ofikiri Lebo Esau Hermani, huyu hapa ni fundi mitambo wangu. Karibu. Radio Umoja. Mpenzi msikilizaji, nasema karibu kwa mara nyingine tena. Kama ilivyo ada, tuanze taarifa yetu ya habari na habari kutoka hapa mjini Baraka, ambako japokuwa fununu za uhusiano mdogo kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo mjini Baraka na tarafani Fizi, uhusiano huo kati ya pande hizo mbili ni mzuri. Hayo ni masemi ya pande hizo mbili mwishoni mwa wiki jana katika fursa ya mechi ya wiki iliyopambanisha wazalendo wakishirikiana na FARDC zidi ya chama cha kisiasa UDPS madarakani tarafani Fizi. Edim Fundi, huyu hapa ni kiongozi wa chama hicho, anaeleza yafuatayo. Tunaandaa machi kuhusu vita ku nchi yetu. Tukao unaona territoire ya Fizi iko vraiment spécialement sécurisé. Hatuwezi kuwa tu esprit ya vita kilio. Tunajua tuko nguvu sana, adui hawezi tuwinda na kutuweza. Njoo ile tunapasha kuwa na kataa distraction kidogo juu ya kuonesha collaboration ya chama ya UDPS parti au pouvoir na bazalendo batu bako na sécuriser ba défenseur ya nchi yetu. Bajikaze gisi limiti ko kule ibakie kule na itaishia kule. Huku haitaingia, tunajua bazalendo bako pale, FARDC iko pale, ni ba défenseur kubwa na bako pamoja. Gisi tunacheza leo match kuonesha kama population ya Fizi nayo iko pamoja na bazalendo na FARDC. Mwenzetu Ngena Saido Gisle aliojiana naye Ebu Ela Mlondani Stefano ambaye ni kocha wa timu ya wazalendo na kuletea tu yafuatayo. Peze msikilizaji, samani kwa kosa la ufundi. Swala hilo la uhusiano bora kati ya FARDC na wazalendo mjini Baraka na tarafani Fizi limehakikishwa naye afisa wa jeshi la taifa FARDC mjini Baraka, Bwana Zola Mesotoni. Tusalie tu ndani ya mji wa Baraka na habari inasema kwamba raia wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi waomba wabunge wachaguliwa wa tarafa hilo kwenye ngazi ya jimbo na taifa kuingilia kati utetezi wa utafutaji wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ombi hilo limetolewa mwishoni mwa wiki jana wakati wa kipindi bunge la Fizi kwenye redio ya Umoja hapa mjini Baraka. Masemi hayo yalichukuliwa na mwenzangu Ngena Saido Gisle kama tunavyoyasikiliza.
Hatujaona msaada yoyote wa deputy. Aiza mazungumzo yoyote ile kusema kusaidia raia kwa usalama wa nchi. Tunatosha ujumbe atusaidie kwa kuangalia hali ya nchi jinsi inatatizwa, tupate amani na usalama. Ya kwanza. Ya pili, tunasumbuliwa sana juu ya hizi baliere za wazalendo. Hatuwezi katala kuwasaidia, ila banazidisha. Wajitahidi wasiongelee tu mambo ya elimu. Mchango mkubwa ni kutukomboa moyo yale yenye tuko hapo, ndio maana zaidi. Elimu itakuwa vizuri na kama nchi inagombolewa. Mambo mengine yatakuwa vizuri kama inagombolewa. Sio kuongea tu mambo ya elimu na nchi iko pabaya. Donc ni kubachagula tu, kila mtu kuna vimbisha tumbo yake na mfuko yake na kuimlisha familia zake. Sijui maana kama tulichagua kama tukuchagua. Kwa sababu wabunge ni watu ambao tunachagua jua kuna tupelekea malalamiko yetu kule, lakini bure. Tizama kama sasa hivi tuko na matatizo ya vita. Wako wapi? Hata msauti zao tusisikii. Ni bure tu. Kwanza wako wapi kwanza? Watu watizame kwanza matatizo ambayo tuko nayo wapeleke kule kwenye serikali ipo. Wako katika usingizini. Wangeamka waje kutuambia kama kunaweza kuwa habari gani kwanza kuhusu hivyo vita. Wabunge hakuna kitu wanachosaidia. Hawasaidii kitu. Naweza penda watafute amani, natafuta amani. Asaba. Baada ya janga lilotokea usiku wa siku ya Alhamisi kuamkia siku ya Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa 5 2025 huko kijijini Asaba, kijiji kinachopatikana ndani ya groupement ya Babungwe Side sekta ya Nganje tarafani Fizi. Mpaka kwa sasa hakuna mwili mwingine bila uhai ambao umekwisha kuogotwa. Matokeo ya janga hilo ni watu 10 kuuawa, wakiwemo watoto 3 na watu 100 ndio ambao mpaka kwa sasa hawajaonekana. Nyumba 150 ndizo ambazo ziliharibika kwa janga hilo. Habari tulizo nazo kwa sasa zatueleza kuwa kuna ujumbe wa jimbo ambao uko njiani ili kujielekeza eneo la tukio kwa kujua mengi kuhusu hali ya sasa. Habari za mahali za tukio zatuambia kuwa ujumbe wa mbunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi Teashi Mfaume umeshawasili eneo hilo la tukio ili kuchukua wahanga na kuwapeleka mjini Burundi ili kupata matibabu zaidi. Kupitia fursa hilo, vuguvugu la wananchi machozi ya raia ndani ya jimbo la Kivu Kusini limesema kama hapo lazima pawepo na msaada wa haraka. Musa Alirutamu, huyu hapo ni kiongozi wa jimbo wa vuguvugu la wananchi machozi ya raia, anaeleza yafuatayo. Katika hali hii ya majonzi, tunaomba msaada wa haraka kutoka kwa mashirika ya kibinadamu, chakula, dawa, hema, msaada wa kisaikolojia kwa waathirika wa janga hili. Tunaomba viongozi wa mitaa, mkoa na taifa kushirikiana, kusaidia waathirika na kuweka mikakati ya kuzuia majanga kama haya siku zijazo. Zaidi ya hapo, sisi machozi ya raia tunatoa onyo juu ya mito ya Mulongo na Kavivira mjini Uvira ambazo zipo hatarini kufurika nazo na kusababisha maafa makubwa kama ya Kasamba endapo mvua kubwa zitanyesha kabla mito hizo hazijachimba wala kupanuliwa kwa kuwa zinajaa michanga nazo mingi sana. Tunakumbusha kwamba kuzuia ni njia bora ya kulinda maisha ya raia. Kutokuchukua hatua ni kuharibisha maisha ya watu wengi bure. Tunashauri tathmini kamili ya uharibifu ifanyike ili kupanga msaada wa ukweli na wa muda mrefu kwa jiji ya Kasamba na familia zilizoathirika na mafuriko. Mpenzi msikilizaji, hiyo ilikuwa ni sauti ya Ali Rutamu ambaye ni kiongozi wa vuguvugu la wananchi machozi ya raia kwenye ngazi ya jimbo la Kivu Kusini. Tukitoka ndani ya tarafa la Fizi twende huko tarafani Uvira au mjini Uvira ambako kutokana na ukosefu wa usalama mjini Uvira jimboni Kivu Kusini, vuguvugu la wananchi machozi ya raia inaomba kwa viongozi wa usikao na doria kuianzisha mbele ya wakati, na hiyo ni baada ya kuona jinsi wahalifu walivyobadilisha namna gani ya kutumika. Emmanuel Pascal Abedi, huyu hapa ni kiongozi wa vuguvugu la wananchi machozi ya raia ndani ya mji wa Uvira, anaeleza yafuatayo.
tunalani sana vitendo hivi ambavyo vinaendelea kutishia wakati sana wa Uvira. Mara kwa mara tunakuwa tukiona watu wakipiga masasi kiolela, watu wanakufa kiolela, na ni kwamba kabisa serikali ijikazi namna gani inaweza kufanya uchunguzi kwamba watu ambao wanaendelea kutenda vitendo kama hivyo tuko kwa nguvuni, kwa sababu hatuendelea kukubali kila mara na kila wakati watu wako wanakufa na kusikuwa kunakuwa suite favorable kulingana na mankete zenye labda tuko tuna walombo wako wanafanya, tuko tunapata masuite, kwa sababu inakuwa kabisa hali ya kukopesha sana siku kwa siku. Uvira watu wanalia, watu wanapoteza wakwao kwa kupigwa risasi kiolela, na ni kwamba inaweza kuwa vema sana silaha ambazo zinazagazaga mugini, ni kwamba pakuwa mwe control efficace ya kujua ni wanani hawa ambao wanaweza kushikilia silaha, kwa sababu nayo pia hiyo hali endelea kuleta hoga na vitisho kubwa sana kwa raia wa Uvira. Ni kwamba tunaomba sana utafiti ufanyike ili kwamba watu wakaidi hawa ambao wamefanya kama nayo tuko kwa nguvuni. Inaweza kuwa vema sana kuwa wao wanafanya doria wao ya usika na usalama, hiyo inafaa doria mapema sana iwezekanayo, kwa sababu tushaanzaona maoperation kufanyika mida ya jioni tu, au kwa wanaweza na usiku wanakuja mida ya jioni tu wanafuta kama na hivi. Tunaweza kuvilani sana, ni kwamba utafiti ufanyike ili kwamba watu hao kama tukamana kwa nguvuni. Kwa sababu ya kutokulipwa mishahara yao ya miezi mitatu, walimu wa jimbo la elimu la Kivu Kusini ya pili wameamua kuketi mbele ya mlango wa ofisi wa shirika ya Karitasi tangu siku ya tatu ya tarehe 14 mwezi wa 5 2025. Maamuzi hayo yalihakikishwa ndani ya malalamiko ya umoja uteteaji wa haki za walimu yaliosemwa tarehe 9 mwezi wa 5 2025 baada ya mkutano uliofanyika kwenye shule la msingi ache kusaidia hapo mjini Uvira. Tukumbushe kuwa walimu hao wanaomba mishahara yao ya mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4 pamoja na pesa za kusaidia ofisi za shule za msingi pamoja na shule za wakuu viongozi wa jimbo la elimu. Mpenzi msikilizaji, tutamatishe taarifa yetu ya habari na habari kutoka kwa mjini Kinshasa, ambako bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisema siku ya kwanza ya tarehe 12 mwezi wa 5 2025 kupokea pendekezo mbili za sheria kuhusu uvuvi na ulimaji pamoja na hatua za kupanga kwa nyumba. Pendekezo hizo zilipelekwa bungeni na wabunge wa taifa Venasi Eyanga pamoja na Sosteni Maombi, kama ilivyoandikwa ndani ya akaunti X ya bunge la taifa. Kutokana na wabunge hao, pendekezo hizo zinalenga kuboresha maisha ya wakongomani kijamii na kuweka uwepo wa chakula katika eneo zao. Paka kwa sasa na nyatuka ndani ya studio zetu nikikuaga. Mimi ni Ahmed Ofiri, Leboe Sawa Hermani huyu hapa alikuwa fundi mitambo wangu. Endelea kuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa taarifa yetu, mpenzi msikilizaji, na kuaga chao chao.